huyu ataishi hapa. Haya, twende ndani. Twende huko. Kaona alialia kizembe sana. Misokete kute nunu. Na wewe shida nini? Nakuja kunani kuachanisha ugomvi au? Nyie vipi? Mbona mnakimbizana barabarani amwangalie watu? Shida nini? Nikajua umekuja kuinunua kesi maana umetufuatilia hadi huko. Niseme tu kwamba sister, saa ulivyokuja ndivyo nakupokea. Mimi sina shida na wewe wala ugomvi. Ila tu kale kanunu kabaya sana. Yaani Tanzania laiti kama ingejua kama kuna vitu vya hivi vinaendelea, akameenda selo. Aya, na mimi kama kijana sasa nikaona upuzi, nikaangalia kimya. Umeona, lazima nipambane kukemea hili. Nimekuta kwenye madirisha watu kanapiga chabu. Haya, wangekukuta hapo akakamwagikia hata labda tindikali ya maji ya moto. Sina kibabuka kwenye nywele, miguu ikawa imechangamata. Oh, sawa, nimekuelewa. Lakini siku nyingine mtu kama huyo usimchukulie sheria mkononi. Katoe taarifa serikali za mitaa, wao ndo watakao dili naye. Maana unaweza kuchukua sheria mkononi ukampiga mtu ukamemuumiza. Na sio nzuri, na ukumbuke, sio kila anaenda jela anakuwa amekusudia. Sijui umenielewa? Alafu vipi, ulikuwa na mti uko wapi? Nimekavugumisha tu vifika pale kwenye kona, kaka kameukwepa shikameenda jeshi kale. Kwa ndio hivyo nikaona lazima niogote elimu ya juu, haka nilikuwa nakachapa ya sikio. Marigea, kasingeamka. Kwa sababu kitu kanachokifanya ni kibaya. Lakini yote na yote, dada, umeona hapo tu alivyokupamia, niseme tu namwombea msamaha, umeona, kumlazi. Imechafuka mioyo Samahani mzee wangu. Habari yako? Salama. Shikamoo. Marhaba. Bila shaka wewe ndo mzazi wa Kipunje. Haujakosea, ndio mimi kabisa Swadakta. Aha. Mimi kwa jina naitwa Haji Ali Mponda, maarufu kama Teacher Ponda. Ni mwalimu wa shule ya msingi. Sasa nilikuwa naomba uniambie yuko wapi Kipunje kwa sasa hivi. Unaponitajia mwanangu Kipunje, unanikumbusha mbali sana kijana. Hapa mimi mwenyewe namtafuta. Nyumbani hayupo ana muda mrefu. Nimemkumbuka sana yule kijana. Ni mwanangu ambaye nampenda sana. Hayupo. Labda kama unajua wapi alipo, unaweza ukanitajia ama ukanipeleka. Mimi kiukweli sifahamu. Na ndio maana nimekuuliza. Ila ukweli ni kwamba mwanao ana makosa. Na kosa lake ni la kumrubuni mtoto mwanafunzi. Huwa yeye anatembea naye mara kwa mara katika mizunguko yake. Ukweli ni kwamba shule inamhitaji sana huyo kijana. Hatuna shida sana mwanao. Sisi tunamtaka kijana arudi shuleni aje kufanya mtihani wa taifa. Awali tulimpata lakini alitukimbia. Sasa kwa usalama tu tunaomba unaporudi nyumbani nawe akiwa amefika au popote utapomuona, mwambie ajisalimishe kumleta mtoto. Mwalimu Ponda, mwanangu mimi hasomi. Na unaponitajia kuhusu yule kijana sio amemwaribu. Mimi ndo kwanza nakushangaa. Labda huyo mtoto unemsema wewe karibiwa ni huruka yake mwenyewe tu na familia yake. Atakuwa kazoea. Unachokisema mzee wangu uko sahihi kabisa. Ni kweli mwanao asomi, lakini tayari ameshamrubuni mtoto. So kinachohitajika mtoto apatikane. Ila ikishindikana, sheria itafuata mkondo wake. Uwe na siku njema mzee wangu. Hivyo mwalimu, una akili kweli? Yaani mimi mwanangu nimuingize kwenye shimo la moto. Nimekuwa na kichaa. Eti kakirudi nimwambie mwanangu yuko wapi? Nganganganga. Kisokolo kwinywe.
ndo venye. Binadamu ndivyo tulivyo, tuna mapungufu yetu, ila tu kwenye kulupishani za hapa na pale, mimi nakakataza kuchungulia, kaka amenikwida, kakanipiga, kaka ameangukia kwenye manyasi. Hivyo nilikuwa na 200 changu mfukoni, kimepotea. Maskini wa Mungu, kijana wa watu. Hapo naona toka juzi usiku mimi sijala. Kwa hiyo kama una 200, naomba tu mimi unigeni kanunue 8. 200 sina. Hapa na shilingi 500. Labda nikusaidie hiyo. Hapo utakuwa umeticha unutu. Niseme tu kwamba hivi ubarikiwe dadangu, umeona. Lakini hapa tu wewe unaweza labda ukaondoka, umeona. Afu mimi nikaenda kusikilizia hapa, ataondoka kwa muda wangu. Hapa sikuachi. Cha kufanya tuondoke wote. Maana sasa kuacha hapa, afu kaanza kufanya tena fujo. Sema unaonekana ni mkarimu sana. Kwani unaitwa nani labda? Mimi naitwa Zakia. Zakia. Hapo sasa ubarikiwe kuliko wanaume. Najua wanaume. Ubarikiwe kuliko wanawake wote. Umeona? Yaani ni wachache sana wenye moyo wa kujitolea. Lakini haka hivi tuondoke Zakia tu au. Lakini hivi vitu kama hivi waka mimi na mind sana. Yaani kazi nyingine bwana, hata sijamaliza hata mwezi nishaanza kutoa makofi. Ani bora hata ningemsikiza kaka Dudu ningekaa tu nyumbani. Najutia mimi. Makazi mengine magumu, afu mtu bado anakuta makofi, kaka Dudu ananizingua, ani hata sielewi mimi. Penye mzigo watu sijapeleka mpaka sasa hivi. Mdogo wangu subira, usigeuke nyuma wala nini, na bonge la surprise kama nilivyokuahidi kwamba nakuletea zawadi. Kwa hiyo cha kufanya, nyenyuka, fumba macho, alafu geuka. Sawa kaka, lakini naimani itakuwa zawadi nzuri. Sio kama ile 500 utanipatia asubuhi, si ndio? Kama kawaida, si unajua tena wadudu sinaga vitu vibovu yani, na kwa sababu mimi nakupenda wewe subira, nakuleteaje zawadi ndogo alafu iwe mbaya. Ni bonge la zawadi, wewe mwenyewe utafurahia, yani leo siku nzima utakuwa unachekelea. Kwa hiyo fanya hivyo, fuata masharti yangu, simama, fumba macho, nikupatie. Sawa. Aya, fungua macho. Subira, kuisha habari yako. Sasa nakwenda kuwa bilionea. Wadudu oil chafu, macho juu ya macho. Shika mguu mwanangu, uondoke chiboi. Kwa baruza usinikorome kama hivyo. Hizi shida zote umezitaka wewe, kwa hiyo nuna. Mimi naelewa mwanangu.
ila mzigo wa kutote mimi na wewe. Alafu za mfotezesheni zako na kuposo. Sio issue, marehemu ajala kafa kanya mzito kichizi mwanangu nakwambia. Tukamsalia mbele. Kiambo cha kwenda kwa taarabu kishtobe. Baridi mwanangu, nitafanyaje tena? Tanua kubwa huko vipi? Mimi na Abdul kwanza. Mwanangu kipunje kila siku nilikuwa nakuelekeza maisha hapo. Unaona shakunya mimavi tele na kuaje sasa maisha yako. Wewe daga mchelo baharini. Wewe tula tena pozi kama moja. Ili swala tumelifanya watu watatu. Afu saizi usiku watu wamelala. Sawa. Tula mwanangu, mwelekeze mwanao ujue. Mimi nilikuwa naongea tu lakini maisha kweli. Zima ngoma vipi Kinabo ushaelekezwa kwa kimya. Yasmini, habari yako? Habari yangu mzuri, sijui wewe. Mimi namshukuru Mungu. Nimekuwa vizuri sana kukuona hapa. Nilikuwa nakuja kwako. Niana mazumuni kuja kwako. Kuja kuomba msamaha. Naomba unisomee mimi na umuonee huruma Bi Hadija. Anateseka sana mke wangu. Najua wewe ndo chanzo. Uliposhika, jaribu kuachia basi ili apate nafuu mke wangu. Anateseka sana. Eti unamtesa sana Bi Hadija. Mimi nilikuwa siteseki. Ulichokifanya wewe ni kizuri kwangu. Uliniahidi unanifanya nini? Si unanioa? Ulinioa, ukaniacha mimi ukamfuata Bi Hadija. Sasa nakwambiaje? Hapa hakuna cha msale mtume wala samahani. Na hakikisha lazima afe, ndio msaada wangu mimi kwako. Yasmini, wewe binadamu. Na mimi binadamu na makosa. Kwa kukosea kwangu usinihukumu hivyo. Bora nihukumu vibaya. Hebu kuwa na moyo wa huruma basi. Fikiria fadhila zangu huko siku za nyuma nilikuwa nakufanyia nini mimi. Yasmini, wewe binadamu aina gani wewe? Usiokuwa na huruma. Nafasi mbona bado ipo? Eti nafasi bado ipo. Kwani mwanzo kuiona kama nafasi kwangu bado ipo kwako? Ukanisaliti ukaenda kumfuata Bi Hadija. Eti unaniambia nafasi bado ipo kwako. Sihitaji nafasi tena kwako. Kuanzia sasa sina nafasi kwako na wala una nafasi kwangu. Sikuhitaji na wala sikutaki tena. Tapata wapi msaada? Mzee Chendo alikuwa anategemea ndo msaada wangu mkubwa, ameshanikataa. Bi Yasmini naye kabisa akaonesha ubaya kabisa kwangu. Ina maana hahitaji kabisa kunisaidia kwa lolote. Nitaishi vipi mimi? Mke wangu anateseka sana. Bi Yasmini.
Za saizi. Safi. Na una mtu na shemeji yake mupo ngali ngali, mupo lele hamna baya. Wewe Nabu. Aliyekwambia huyu mimi shemeji yangu nani? Wewe mbona unapenda kukuza mambo wewe? Sten, kwani hujui kama mimi na dada yako mtu na shoga yake? Anifiche kwani umekuwa ugonjwa? Corona au Ebola huu? Ataniambia nani zaidi ya mdogo wako? Nabu, ondoa shaka. Unajua kwenye dini yetu tunaambiwa jambo la kheri hautaki sana haraka kuliongelea kwa watu. Kuna muda maalum utafika. Ostazi, usijiintroduce sana. Ngoja mimi nijiintroduce kwenye hili. Nabu, unajua kuna kitu ambacho unashindwa kuelewa. Haya mambo bwana huaga yaendagi kwa haraka. Unajua mdogo wangu bwana alishia kupigwa kitu ule. Kwa hiyo tukaona tusitangaze ili mapema wakamuwai. Kweli bwana Odo aenda kuolewa kama alivyokuambia. Sasa na mimi nakupa ya kwangu, yaani nakupa mwaliko wangu. Uwatangazie marafiki zako wote wa hapa mtaani. Sawa vizuri. Siku ya tukio muje pale nyumbani kwangu. Na sio tu muje kula mchele. Yaani sio tu mchele, kutakuwa kuna vinywaji pale, sijui puto, unasema sijui puto, mazagazaga yote. Shughuli ya mtu mzito hii. Hapo ndo nilipokuwa napataka hapo. Sasa tusingekutana hapa, ungenialika wapi? Ili jambo la moto litakiwa nipe mapema. Na ninachokiomba mimi, naomba uniruhusu, nataka nije na Kigoma. Nije kukipiga Kigoma hapo pachangamke padamshi hatari. Hayo masuala ya vigoma achana nayo. Unaona mwezi wenyewe wa Ramadhani huu. Mimi mwenyewe nilikuwa natamani nipige mziki pale mambo ya mwake. Lakini imekuwa heli mdogo wangu anakuolewa kwenye huu mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu. Hatuwezi kufanya hivyo vitu. Ila nawaahidi, ikiisha Ramadhani, pata majali, mtarevenge. Tundoke bana, huyu amaliza mambo. Ila tunabu. Nakwambia, sawa. Na wewe umekaa pale na mdogo wako pale kwenu mmetulia tunajaza vyoo. Umwambie mdogo wako na wewe na nyinyi muingie kwenye hii suna ya ndoa. Na ule mdogo wako ule kuna kitu kinaendelea na ule wangu. Sasa awe makini. Hatutaki watoto nje ya ndoa sisi. Jamani hapo kwenye ndoa hapo na mimi natamani niolewe sasa leo kesho. Yaani nitaitafuta hii ndoa usiku na mchana mpaka niipate ndoa na mimi. Kenda kubali. Imechafuka, mioyo imepotea. Enyi mizimu ya uko Jagaleni. Enyi mizimu ya uko Jagaleni. Nimekuja kutimiza yale masharti kama mlivyonipa kwa mara ya mwisho. Sawa. Unaweza kuweka hapo mbele. Mbona sioni zile nguvu ambazo mliniahidi? Kuanzia sasa umekuwa mpya kabisa. Yaani umekuwa na nguvu maradufu sana. Na unaweza kufanya chochote na wakati wowote. Na hakuna kukupinga. Kikubwa tu fuata yale ambayo tulikuwa tunakuambia endapo ukikosea. Umenielewa? Nashukuru sana wakuu. Asanteni sana kwa nguvu mlizonipa. Niwaahidi, kwa hiki mlichonifanyia lazima niwaletee nyama. Chendo mtetezi wa kila mnyonge,
wachawi wanatetemeka, hakuna pa kujificha. Tokea jana nilivyosema nina shida kuongea na wewe, mpaka hivi umekuwa ni mtu wa kunikwepa kwepa. Sasa hapa nilipokukuta umekaa, nitaongea na wewe maana pia ni mahala kwetu. Unaweza kuniambia ulivyotoka hapo umekwenda wapi na ni kwa nani? Baba, mimi nilitoka. Na nilipotoka nikutana na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunasoma wote chuo. Kuna maswali tulikuwa tujaweka sawa. Hivyo nikaa nimeenda kwake. Huko ndo nilipokuwa. Ulitoka hapa kwa ruksa ya nani? Hamna mtu ongea. Hapa unakaa na nani wewe? Na wewe baba. Kwa hiyo umeshakuwa mwanangu, unajichagulia wewe unavyotaka. Na unajiongoza mwenyewe pasi na ruksa yangu, si ndio? Mimi nishakuwa mtu mzima sasa. Na ninajielewa baba. Ningekuwa sijielewi sidhani kama ningefika hadi chuo. Ningekuletea kesi au hata ujauzito hapa. Kwa hivi nilivyo, sina haja tena kuendelea kuchongwa. Ninaweza kufanya kila kitu kama mtu mzima baba. Sawa. Barakallahu taala. Mwenyezi Mungu amekukuza, umeshakuwa. Nahitaji kuanzia hivi leo uwe unanihudumia mimi, kunilisha, kunifanyia kila kitu kwa kuwa umeshakuwa. Alafu wewe nayo ndio utakayeniongoza kwamba vipi niende, wapi nisiende. Itakuwa natembea kwa ruksa yako. Umesikia mwanangu? Baba, kila kukicha maneno, kila kukicha visa. Mimi nimechoka hizo kelele. Ni bora niondoke zangu nikafanye maisha yangu sasa. Maanake nishakuwa na nishajitambua, nishajielewa. Naweza kujisimamia kwenye kila engo. Wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi? Maombi yanapotea, mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao. Yaani katika watoto ambao wameshindikana kwenye mtaa huu, wewe umeshindikana. Yaani mtoto umeshindikana sijapata kuona. Mwezi wa Ramadhani wote huu, mwezi mtukufu wote huu, umevaa suruali imekubana nchwi. Mbona ungevaa suruali ambayo limeachia kidogo? Unaonekana una stara. Wapo una stara gani hapa? Yaani ndio maana mimi namwambiaga mdogo wangu sitaki na marafiki ambao wameshindikana. Yaani wewe sikupendi, sitaki hata kukuona. Na sitaki hata ukanyage nyumbani kwangu, mfuata mdogo wangu. Sikiliza nikwambie kitu Danabu. Na kuheshimu sana. Ila naona panapoelekea unataka kunivunjia heshima. Alafu kuhusu huyo mdogo wako, nani anamng'ang'ania? Kama mimi ndo ningekuwa namng'ang'ania ningekuwa natia maguu yangu pale kwenu. Lakini mbona yeye ananifuataga kwangu? Haya, hapo nani anamng'ang'ania mwenzake? Kama wewe ungekuwa na stara, ungetoka pale kwako ukahamia kwa mume wako. Lakini mpaka leo sijai kusikia hata vigelegele shoga yangu unaolewa. Vipi? Mganga wako tapeli? Yaani nashangaa watu wazima wengine ovyo. Unakuja kugombana na watoto wadogo? Watu wazima wenzako wote wameolewa. Wewe bado umeng'ang'ania pale kwako. Unalala kitanda kimoja na mdogo wako, ndio unaita stara? Nicheki. Wewe mtoto. Leo umeniamulia Labda nikuulize. Kwa utu uzima gani nilikuwa na mimi? Nanyonyesha dunia? Au nanyonyesha watoto yatima mimi mpaka uniite mtu mzima? Mtu mzima mimi nimemzaa mamako mzazi. Naomba unikome. Hapo unapopasema hapo kwangu hapo, nalipia kodi. Cha kwanza, nakula milo 3. Upo? Ninachokitaka chochote ninakifanya kwa sababu nipo kwangu. Kwanza hapo kwenye kukunuia. Sina muda mchafu wa kupiga goti langu kuongea na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitu vichafu kama wewe. Alafu kusema kwamba unalipa kodi, sijui unakula milo 3. Ndugu wangu. Niangalie kwanza. Mzee Marembo, tumeshakueleza kila kitu ofisini. Umepita hapa nje. Haya, una kitu gani cha kutuambia? Mimi nadhani kama nilivyowaambia kule, yule afande Mponzi amewahi kuja pale nyumbani kwangu na nikamruhusu tena mimi mwenyewe kwa idhini yangu, akaingia mpaka ndani. Alivyoingia ndani hakukuta chochote. Na wala huyo mtoto ambaye mnasema mimi nimemficha wala hakumuona. Sasa mnavyoendelea kunisumbua, mnanipoteza sana muda wangu. Embu fanyeni haya mambo yaishe kabisa, yasiendelee mbele.
Mzee Manembo, inaonekana unajiamini sana, lakini serikali haijawahi kushindwa. Kwa maelezo tu aliyotoa mke wako ni dhahiri shahiri ili swala unalifahamu, ila unaificha serikali. Kwa hiyo kuwa makini tusilijue hili, maana hatua kali za kisheria zitakuwa juu yako. Uko sahihi, lakini hata mimi nikija kugundua kwamba mnanisingizia ama ikabainika, basi na uwezo pia kuwashtaki. Hata ukiuliza mtu yote hapa atakwambia mimi ni mtu mmoja mstaarabu sana na wala sina hizo tabia. Sasa mnaponishtumu na hizo tuhuma, naona kama mnanikosea. Mimi niwaache muendelee na mambo yenu. Inaonekana huyo mzee anajiamini sana. Chana naye. Mtoto nalipa. Mimi mwenzako nina tizi 3. Nina titi. Nina tumbo. Alafu nina tii ya mwisho. Yaani hiyo tii watu ndo wanaohangaikia Mloganzila kulipia mahela, lakini mimi ninayo. Unaniona? Mtoto ninaweza ile naita. Wewe unalo? Una. Na ndio maana kila siku unavaa vijola. Unaonea wenzako hivyo wanavaa suruali. Yaani unajitundika madela kama mbibi. Yaani ungejiona hilo dela. Kama yale magunia wanaofungashia dagaa huko Kigoma. Umechunda. Mihai! Unaona hii sura? Hii sio sura ya baba. Yaani nikikutana na mtu tu akiangalia anajigonga. Namna hii. Upo? Hapo hajaitwa mtoto jinsi ninavyoita. Si unanielewa? Na kingine, mimi sijipitishi kama wewe. Unavyojipitisha kama yani kwa wanaume. Yaani wewe kazi yako ambayo ulitakiwa uwe na kazi kubwa, sio ya kutembea mitaani. Ukakae kwenye vinibu uze gongo. Mimi mwenzako muda wote nipo nyumbani nimetulia. Ila inakuja tu. Utashindana na mimi wewe? Sasa leo nataka nikuoneshe show. Ili uone kama ngoma ya wakubwa inakesha, afu ngoma ya watoto haikeshi. Wewe. Wewe. Wewe unavyojichukulia unaniweza mimi wewe? Kwa unasemaje? Mama na hali ngumu ile kwa nayo nimejiproud tu hapa. Mimi jamani mdogo wangu ataishije mimi jamani? Mbona kama naenda kuozea jela mimi jamani? Sio kweli. Yaani nitaenda chaka lolote kwa kweli. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau